watuhumiwa wengine 4 wanaokabiliwa na tuhuma ya kukutwa na shehena ya vinywaji vikali ambao ni pamoja na Mwesiga Leopold mwenye umri wa miaka 42, Darius Kaizirege mwenye umri wa miaka 44, Juliet Kisheni mwenye umri wa miaka 37 na Elliot Deogratias mwenye umri wa miaka 25 wamefikishwa mbele ya hakimu kazi mfawidhi mwandamizi wa mahakama ya Bukoba Mheshimiwa Janet Masesa na kusomwa mashtaka 9 ya kuhujumu uchumi na wakili wa serikali Judith Mwakyusa aliyeshirikiana na mwanasheria wa TRA Ginyango na Gloria Rugeye. Mtuhumiwa mwingine wa 5 Mlokozi Egibert Emile mwenye umri wa miaka 39, mfanyabiashara mkazi wa Bugene Karagwe, anayekabiliwa na tuhuma ya kutengeneza pombe aina ya Kabenako na kuisambaza kwa watumiaji, amefikishwa mbele ya hakimu mwandamizi Wilson Yona na kusomwa mashtaka 6 ya kuhujumu uchumi. Upande wa mashtaka wameambia mahakama kuwa watuhumiwa wote walikuwa wakitengeneza vinywaji hivyo kwa kuigiza vinywaji vya makampuni mengine kwa kutumia viwanda bubu vilivyokuwa ndani ya nyumba zao, na walikuwa wakivisambaza bila kubandika stampu za ushuru. Watuhumiwa wote wamekana mashtaka na kueleza kuwa hawajui chochote. Wakili wa upande wa utetezi wa watuhumiwa Podestus Mlokozi anayeshirikiana na Florent Karoli ameomba wateja wao wapata dhamana, jambo ambalo alikupingwa na mawakili wa upande wa jamhuri na wakili wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Watuhumiwa wote wametimiza masharti ya dhamana na kesi yao itatajwa tena Aprili 8 mwaka huu, na upande wa mashtaka umeambia mahakama kuwa upelelezi wa kesi hiyo bado unaendelea. Nikiripoti kutoka katika maeneo ya viwanja ya mahakama ya hakimu kazi mfawidhi wa mahakama ya Bukoba iliyo katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, naitwa Audax Mtiganzi wa ITV.